Leo ni tarehe 28 ya mwezi wa 8 na mwaka ni huu 2026. Leo nitaendelea na sehemu ya pili ya unabii ya huyu ndugu ambaye majina yake yamechaguliwa kwenda kule bungeni kwa ajili ya kupitishwa kuwa makamu wa rais wa Tanzania. Huyo anaitwa Mheshimiwa Deogratias Dejimbi. Nitaongea kwa sehemu ya pili. Jana tarehe 27 kwenye ibada nilizungumza kuhusu unabii ulio mwema unayemhusu yeye, nini afanye ili aweze kufikia lile vazi la urais wa nchi ile ya kule Zanzibar. Lakini pia nikaongea na baadhi ya changamoto na mashauri yaliyo mema. Leo nataka nifunue kitabu cha unabii kinachomhusu yeye katika upande mbaya, yani mabaya ya Mheshimiwa Dejembi katika uongozi wake, lakini pia haya mabaya nitaambatanisha na solution kwamba afanye nini. Mimi ni nabii, mimi ni prophet, mimi sio mchungaji, mimi sio askofu, mimi ni nabii. Nabii itafunuliwa, naonyeshwa kitabu cha mtu. Unajua kila mtu maisha yake yameandikwa kwenye kitabu. Kwa hiyo ni wewe mwanadamu kusoma kile kitabu, na kitabu hicho hakijaandikwa kwa jinsi ya maandishi, hapana. Hebu ngoja niwasaidie wale manabii wachanga wanaobukia hii, wasaidie. Kitabu cha Mungu ambacho kinaandikwa kwa wanadamu, zinachukuliwa picha nyingi na aina nyingi za maisha, zinawekwa kwa mtu mmoja au kwa image moja au kwa umbo moja au kwa jambo moja. Kwa lile jambo ndio linabeba maandishi yote ambayo yanamhusu mtu. Hebu kwanza nisomee kitabu hapa kitabu kile cha Wafilipi sura ya 4 mstari wa 3. Ingawa kitabu sio cha unabii, lakini ni mashauri haya Paulo ameongea. Halafu nitaenda kwenye kitabu cha unabii cha Ufunuo. Nasema, naam, nataka na wewe pia mjoli wa kweli, nasema uwasaidie wanawake hao, kwa maana walishindania Injili pamoja nami na Clementi, naye na wale wengine waliotenda kazi pamoja nami, ambao majina yao yamo katika kitabu cha uzima. Lakini pia na Ufunuo Yohana anasema, na ndani yake hakitaingia kamwe chochote kilicho kinyonge, wala yeye afanyaye machukizo na uongo, bali wale walioandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Kuna wajoli, watumishi wa Mungu ambao walifanya kazi ya Mungu pamoja na Paulo. Anasema na majina yao yaandikwe kwenye kitabu cha uzima, ambaye ni Clement na wengine, yani katika uzima wa kanisa, basi na majina yao yaandikwe. Kwa nini yaandikwe? Sababu wale ni wajoli walio kweli yao inasomeka. Lakini pia hapa nasema kitabu cha mwana kondoo. Sasa hebu tumuondoe mwana kondoo, tuweke labda serikali, kitabu cha serikali. Kwa hiyo kuna unabii au kuna majina ya mtu kwenye kitabu cha serikali. Tuondoe serikali, tuweke hapo kanisa. Kuna majina ya mtu yanaandikwa kwenye kitabu cha kanisa. Tuondoe kanisa hapo, tuweke unabii. Kuna majina ya mtu yanaandikwa kwenye kitabu cha unabii. Tuondoe vyote hapo. Tuweke basi tuweke hii ya mauti. Kuna majina ya mtu yanaandikwa kwenye vitabu vya mauti, vifo na kadhalika. Sasa ni wewe kujua, je, majina yako yameandikwa wapi? Yani lazima nabii aje akwambie wewe umeandikwa hapa na hapo umeandikwa. Kwa ili kufuta haya majina yako huku, fanya mambo haya na haya na haya, utakuwa umefuta haya majina huku. Yani haya majina huku katika utekelezaji itakuwa hayapo kabisa. Okay, hebu tupe mfano mdogo hapa watu waelewe. Mtu anayefikiria kumfanyia mtu mabaya tayari amekwisha kumark kwamba fulani kwa kitendo alichokifanya na mimi nitamlipizia. Amesha mark. Yani amekuandika majina yako kwenye akili yake kwamba matendo ambayo fulani amenitendea, na mimi na hapa
siku moja nitalipa. Tayari ameregister, ameandika kwenye akili yake. Mwingine anasema matendo ambayo fulani amenitendea ni mema sana, nitahakikisha na yeye siku akipata la kwake nitamsaidia sana. Tayari umeandika majina yake kwenye brain yako. Sasa kiroho pia ni hivyo, kila mtu ameandikwa mahali. Nani wamekuandika? Watu wamekuandika, jamii imekuandika. Kwa mimi nasaidia hapa kuweza kufuta haya majina. Sasa leo nitafungua kitabu cha mabaya cha huyu mheshimiwa Deogratias Dejembi, ambayo asipokuwa makini atampata. Katika ulimwengu wa roho ninaona majina matatu. Jina la kwanza linaitwa Hasani au Hoseni au Huseni, jina la kwanza. Au majina ya Hechi au Hamisi, jina la kwanza. La pili naona Obedi au Obadia, Obedi. Na kabisa huyu mheshimiwa nikimuuliza hawa watu lazima ako nao hawa watu wa hivyo. Lazima ana Hasani au ana mtu anaitwa Hoseni, lazima ako na hao watu, lazima na mtu ambaye anaitwa Obedi au Obadia au mtu mwenye majina ya O, lakini hasa sasa ni Obedi, Obadia, lazima atakuwa nao hao watu wa hivyo, lazima. Alafu kuna mmoja yeye majina yake yamenitoka, lakini yeye ni mtu wa Mbeya, ni Mnyakyusa. Ni mtu wa Mbeya ambaye ni Mnyakyusa. Majina yamenitoka toka. Ni mnene fulani, ni mnene hivi, ana mwili. Mnene hivi ana mwili. Nisongee sana hapa, nisifungue sana hapa vitu. Ni mnene na mwili. Sasa hao watu hao ndio wamebeba kitabu chake. Yaani mimi naonyeshwa hao watu ambao hao watu ndio wana kitabu chake cha mema na mabaya. Ule mtu wa ujuzi wa maarifa wa mema na mabaya ndio hao watu watatu hao, Hoseni au Hasani au Hoseni au Hasani. Lakini pia kuna Obedi au Obadia. Alafu kuna huyu mwingine, huyu jina limenitoka, lakini kabisa katika roho naona kabisa ila ni mtu wa Mbeya. Ni Mnyakyusa. Ni mtu wa Mbeya, ni Mnyakyusa, au shughuli zake ziko Mbeya, au anajihusisha na mkoa wa Mbeya. Hao watu ndio wamebeba kitabu chake cha mabaya. Sasa unisikize vizuri. Leo nafungua hichi kitabu kwa sehemu ya pili. Jana nimeanza na sehemu iliyo njema. Leo nafungua hapa. Na nafikiri nitaenda kama mara 4. Hizi video nitafanya kama mara 4 hivi. Na nia ni moja tu, na kusaidia. Sasa hebu tuanze. Majina ya Huseni au Hasani au Hamisi ni mtu ninayemuona katika ulimwengu wa roho, ninapomuona alafu nitafsiri. Katika roho ninapomuona ni mtu ambaye naona anafanya kazi mahali, ni kama ameajiriwa, akaaminiwa, alafu akapewa kusimamia miradi ya familia fulani, lakini kuna tabia mbaya huyu ndugu akaianza. Alafu naona huyu ndugu akiwa anafukuzwa na wenye nyumba wanamtimua. Nikitafsiri sasa, nikileta mwilini, maana yake wewe Mheshimiwa Deo, una hatari pia kufukuzwa kwenye hiyo ofisi. Yani hautakuwa salama sana kwenye hiyo ofisi ya makamu wa urais. Jinsi ambavyo Dr. Nchimbi alivyotoka na wewe unaweza ukatoka vile vile. Maana naona Huseni au Hamisi au Hasani, naona akiwa anafukuzwa kwenye nyumba. Aliaminiwa na bwana wake, yaani wenye nyumba walimwamini, wakamchukua huyu Hasani au huyu Hamisi, alafu wakampa majukumu ya kufanya, alafu wakawa wanamlipa pesa nzuri tu.
wakampa na maisha, wakampa mpaka na dini, wakampa mpaka na imani, akaaminika sana sana, na akawa anapendwa na hii familia. Lakini Hasani akaja akafanya ujinga. Hasani akaja akafanya mambo yasiyofaa kwenye ile nyumba. Hasani akataka kutembea na binti wa hiyo nyumba, yaani akaanza tabia ya uasherati. Mwenye nyumba akakasirika, akamfukuza. Sasa ni tafsiri hapo, maanake ni wewe, yaani Mungu ananifunulia wewe kwamba watu wanakupenda, yaani kwenye chama chako CCM, ndugu zako wa CCM hao wanakupenda kabisa, wanakupenda. Na hata huu uteuzi wa makamu wa rais wamekuteua kwa sababu wanakupenda kwa upendo. Sasa nini kinatokea? Kuna mawazo yatakujia, ya kutaka kujijengea ka utawala kako. Ndio pale anatembea na binti, au anataka kutembea na binti wa kazi wa mwenye nyumba. Ukitafsiri hapo, maana yake kuna mawazo yatakujia ya kutaka kujitengenezea empire, kujijengea kahimaya kako. Mimi nabii naongea, mimi ni prophet, na kabisa utoe kabisa na sadaka hapa, sababu nakusaidia. Haya mambo haya lazima yakutokee, haya mambo lazima yakutokee, kwa sababu huu ni unabii, hii ni prophecy, lazima ikutokee. Kuna jinsi utajisikia kujitengenezea empire, kujitengenezea ngome yako, kutengeneza watu wako, lakini hawa watu wako ambao watakao watengeneze wako ndani ya chama, wakati hawa watu wa chama ni wako chini ya mwenyekiti wa chama, au wako chini ya kamati kuu ya chama. Alafu wewe utajisikia utengeneze kangome kako, na wewe uwe na mke wako, yani utembee na binti wa kazi wa mwenye nyumba. Ukitafsiri maana yake, na wewe uwe na mke wako, na wewe uwe bwana kwenye chama, uwe na watu wako, na wewe uwe bwana. Kama ni kweli mimi ni makamu wa rais, lakini nina watu kwenye chama. Ni kama Mheshimiwa Nchimbi Bwana kanifunulia kwamba hana watu, yeye anafikiria ana watu, lakini hana watu. Na kabisa nilishauri, kasema hivi, naona mheshimiwa akiwa anafukuzwa arudi chini atengeneze yaishe, arudi chini atengeneze yaishe, kwa sababu sheria za chama mmeweka wenyewe, sheria za utiifu kwa chama mmejiwekea wenyewe. Kwa nini leo hii uzikatae? Kwa sababu ni kwa mtu mwingine. Nisikie hapa, sisi ambao tuko nje ya CCM ni kweli tunaweza tukakosoa kwamba CCM hivi, lakini nyinyi wa CCM, nyinyi ambao mmekaa meza moja mkaingia contract, mkataba kwamba tufanye hivi, alafu wewe kesho ugeuke kwa sababu sio wewe, ni tatizo hilo. Tatizo. Kwa hiyo huyu mheshimiwa, naona roho ya Huseni au roho ya Hasani au roho ya Hamisi akiwa ameivaa. Hiyo roho inasemaje? Inataka kuoa, inataka kumiliki, na yenyewe kujengea ngome, kujengea empire. Sasa mwenye nyumba atakapoona tu hilo jambo, ni sekunde hiyo, dakika hiyo, alafu ni kama hii roho ya Hasani, Huseni, Hamisi ni kama unayo tayari unayo. Nakusaidia, mimi ni prophet, ni Bwana amenifunulia, nakusaidia tu, kwa sababu pia ni kusaidia wewe. Alafu ukifanikiwa inakuwa ni faida ya nchi, inakuwa ni faida ya nchi nzima. Sio tunakuwa na uongozi, mara huyu mara ametoka wewe ameingia huyu, inakuwa sio. Kuna kusaidia hapa. Kwa hiyo usije ukasubutu kujenga empire, kujengea ngome, maana mwenye nyumba atakapoona lazima atakutimua, atakwambia nenda kajitegemea mwenyewe. Sasa na kujitegemea mwenyewe
nini kinakutokea? Utaanza kuhangahanga sasa. Leo una watu hawa, kesho na watu hawa, kesho kuta watu wale, kesho kuta watu hawa, kesho kuta mtu huyu mtu yule, mtu huyu mtu yule. Maana naona baada ya hapo, naona unapanda daladala, daladala, unapanda daladala za Dar es Salaam, daladala za Mbeya, daladala za Iringa, daladala za Morogoro, daladala za Arusha. Unaanza kupanda, yani unaanza kujumuika na watu mbalimbali. Kumbe ilifaa tu kwamba uwe mwadilifu, usiwe na hiyo tamaa ya kujenga empire. Acha watu wenyewe wajenge wenyewe tu. Acha watu wajenge wenyewe, lakini wewe usijenge. Acha watu wajenge wenyewe tu, lakini wewe uwe mwadilifu kwa wenye nyumba. wenye nyumba CCM mnawajua. Haleluya, Bwana asifiwe sana. Jambo la pili ambalo pia naliona mfano mwingine mzuri ambao wewe unafaa ukauishi hapo CCM ni mfano wa Mzee Makamba. Mzee Makamba yule wa Lushoto yule. Maana pia naona kwamba ili uweze kuaminika zaidi na chama. Hapa naongelea kwenye chama. Yaani nasema kwenye mambo ya utawala, uongozi, uraisi, makamu wa rais, mashauri yake kwa mzee nani, kwa Dr. Mwinyi. Tarehe 27 mwezi huu wa 8 mwaka 2026, ibada ya siku ya 143, nilishauri kasema kwenye mambo ya utawala, makamu wa rais na vyeo vingine, mshauri wako awe mheshimiwa nani, Dr. Mwinyi. Kwenye mambo ya kichama, mambo ya maisha ya chamani, mambo ya kuishi kwenye chama vizuri na kila mtu akuelewe akupende Mzee Makamba. Mzee Makamba wa Lushoto, Makamba yule babu yule babu yule. Nakushauri tu vizuri, sababu naona kuna jinsi utajenga empire. Kwa hiyo Makamba yule baba usio kumuona kwa namna nyingineyo ambayo mimi kirohoni namuona, lakini kuna jinsi kwenye maisha ya kuishi kwenye chama Makamba anaweza kukusaidia. Sio kwenye uongozi, sio kwenye utawala, hapana. Maisha ya kichama, maisha ya kwenye chama, Mzee Makamba yule anaweza kukusaidia. Ndivyo ninavyoona. Kwa hiyo ni package ya kwanza, ya majina ya kwanza ambayo Bwana amenifunulia. Kwa hiyo nikiyasoma haya majina yananiambia hivyo kwamba una hatari ya kufukuzwa na wenye nyumba. Sababu ya kufukuzwa ni moja tu, ya kutaka kujenga empire, ya kutaka kujenga ngome, kwamba sasa hivi watu wananiamini, wananipenda, kwa hiyo nijenge empire yangu. Usifanye kitu kabisa, baadaye itakugharimu na atakutoa. Ya pili ambacho pia nimekiona, naona pia ni mbaya. Naona pia ukihamishwa kazi, nafikiri hii ndio tayari sasa imetokea kwamba umetoka kwenye kazi hii nafikiri kwenye waziri huku, sasa hivi umeenda kwenye makamu. Ni sawa, nafikiri tayari kama imetokea tayari, kama ndio imetokea, ndio. Lakini baada ya hapo kuna jinsi tena, kama utatoka tena, utaenda kujitegemea, kwa sababu kuna vitu vya kikazi vitakuwa havikuridhishi. Yaani utakapoingia katika makamu wa rais utagundua kuna vitu kwa kweli hivi hapana. Yaani kuna vitu utaviona kwamba kumbe kuna hili, kumbe kuna hili, kumbe kuna hichi, kumbe kuna haya, kumbe ni haya, kumbe mambo ni haya, alafu hautaridhika, alafu utaanza kutafuta kuridhika. Kitendo cha kuanza kutafuta kuridhika ndio pale sasa wewe na mwenye nyumba tena
au na wenye nyumba tena, mtapishana tena, na matokeo yako sasa utahamishwa kazi, au utahamishwa kwenye eneo, au kabisa watakutimua. Alafu naona kabisa unaingia mjini, alafu unateseka, alafu ndio unaanza kupigia simu watumishi wa Mungu wakusaidie, maombi, mashehe, watu wa imani wakusaidie. Alafu hawa watu wa imani hawatakusaidia. Na ni kweli, hata mimi ikifika kipindi hicho kinitafuta kiwalisia, kweli sitasaidia. Msaada ni nautoa sasa hivi hapa. Bwana asifiwe sana. Jambo la mwisho ambalo naliona kwa huyu Mnyakyusa, yani hii roho ambayo inatokea Mbeya ambayo umeivaa, hii roho hii sio mbaya sana, lakini inaka uzuri kake. Ni kama naona utaanza kuwagandamiza wenzako, watu ambao wako chini yako, ni kama utaanza kuwagandamiza kwa kufanya uchawa mwingi, alafu utaanza kuwagandamiza wenzako. Yani wewe utaenda kuinua vita ya kijamii. Kwa mlango upi? Utaanza kuwagandamiza watu fulani, utaanza kuwagandamiza, unawaminya. Alafu vita ya kijamii itaamka juu yako, alafu itakutoa kwenye mstari, yani itakuchafua. Utakuwa na uongozi usiokuwa na baraka, uongozi wa laana. Unajua viongozi wa nchi wanajua, au kiongozi yote anajua, awe ni wa nchi, awe ni wa dini, awe ni wa mtaa, awe ni wa dhehebu, anajua uongozi au raha ya uongozi ni watu wa kukubali. Tunajuaga, yani furaha ya uongozi ni watu wa kukubali kutoka kwenye mioyo yao. Yani raha ya uongozi au raha ya ukuu ni watu wa kupende, yani watu wa kuheshimu kwa heshima ile ya moyoni, sio nidhamu ya uoga umetandikwa hapo sasa ndo unatemeka. Kutoka rohoni, yani watu wa kuheshimu na kutoka rohoni, yani uongozi wa baraka. Lakini Ibilisi huwa anafungua milango ya uongozi wa laana. That's why na kuonyesha hapa milango hiyo ili uifunge, usije ukasubutu kukandamiza walio chini yako. Mungu akupe hekima. Ndio maana nasema unahitaji pia kuwa na nabii nyuma yako, mtumishi wa Mungu ambaye atakusaidia kwenye maeneo mbalimbali. Kwa mfano Dr. Mwinyi, watu wengi sana wanampenda yule baba, wengi sana wanampenda, sababu kuna jinsi amekaa, sio kwa namna ya kukandamiza wengine. Yani ni bora mkandamize nyie, lakini mimi sikandamizi. That's why uongozi wake umekuwa ni baraka, uongozi wake umekuwa ni mzuri kabisa, umekuwa ni mzuri. Sawa, changamoto zipo za uongozi, lakini ile laana ya uongozi Mwinyi hana laana ya uongozi. Kuna watu Tanzania hapa wana laana ya uongozi. Kuna viongozi wa Tanzania hapa wanatembea kwenye laana ya uongozi. Ni kweli ni viongozi, lakini wapo kwenye laana iliyo kuu. Na wewe ukikaa vibaya utashiriki ile laana ya uongozi. Kwa hiyo haya nakwambia ili usije ukashiriki. That's why pia unahitaji kuwa na nabii ambaye atakusaidia mawazo ya kinabii. Uwe na muonaji ambaye anakusaidia kuona. Bwana asifiwe sana. Bwana akubariki sana na Bwana akutie nguvu. Lakini pia nishauri na watu wengine, kama una mpango wa kuinuka, una mpango wa kufanikiwa, hakikisha kabisa mahusiano yako wewe na nabii yakae vizuri. Kuna watu hapa bado ongea vizuri, saidia watu. Hii dunia Bwana ametupa karama mbalimbali. Na hizi karama tunapewa ili kufaidiana. Mungu anapokuinulia mtu au watu ambao watakuwa sehemu ya kukusaidia, waweke karibu. Usianze kuweka dharau kwamba huyu vile, huyu si nini. Kuna watu ni wadogo sana, lakini ni daraja, wanavusha. Mimi siachi kusema. Kwa mfano nilisema kuhusu habari ya ndugu mmoja, kuhusu habari ya uongozi. Nikamtia mafuta kwa muda wa miaka 2. Na nchi kabisa ikaamini, nchi iliamini kwamba huyu kweli, huyu ni
huyu ndio yeye, ndio yeye. Sasa alitakiwa tu sasa ajiungamanishe sasa na huyo mtu, yani ajiungamanishe na mimi ambaye nimesema, la haikufanikiwa. Na nafikiri pia sio mimi, pia kuna ndugu mmoja naye pia alisema, nafikiri yeye alinitangulia kusema. Tena huyo ndugu alimwambia nataka uletee milioni 10. Akaona ni nyingi akupeleka hakupeleka. Kilichotokea ndio hichi. Kwa hiyo washauri watu mkipata nabii ambaye ana uwezo wa kukusaidia na kabisa ukaona msaada, jenga mahusiano naye. Na haya mahusiano hayajengwi kwa mdomo tu, kwa story tu, hapana. Mahusiano pia yanajengwa kwa utoaji. Kwa hiyo mimi nashauri watu pia, hasa wale ambao ninawasaidia kuvuka, jengeni mahusiano hapa, sio ya mdomo tu. Hapa mtoe sadaka hapa. Mimi sipindishi kabisa, nimenyoka tu. Watu walimwendea Elisha kwa ajili ya unabii, walikwenda na vitu vya thamani ili Elisha aweze kupata mafunuo ya kuwasaidia zaidi. Kwa hiyo mwisho wa wote pia, na unabii unapokuja lazima pia utolee sadaka. Kwa hiyo pia unaweza ukaachilia sadaka yako hapa vizuri na Bwana atakubariki. Lakini pia na watu wengine wote, ndugu zangu wale wa madini wale ambao ninawaombea, na mtachimba madini yenu na mtafanikiwa kwa damu ya Yesu. Bwana atawawezesha, mtafanikiwa. Ni kipindi cha watu wa Mungu wanaochimba madini kufanikiwa. Ni kipindi chenu hicho. Ni kipindi chenu. Lakini niliwaambia, mtakapofanikiwa hakikisheni kabisa mnarudi hapa. Mnarudi huduma ya Kristo hapa kutoa sadaka ya shukurani. Na Bwana ananiambia ni 30%. Aliniambia kwenye maono. Nikaona boksi 30 mpaka 500, ambako kwa kutafsiri ni kwa 30% mpaka 50. Ndivyo nilivyoambiwa kwamba Mungu atachukua 30% mpaka 50 kwenye madhabahu hii ya huduma ya Kristo, sio nyingine, hii ya huduma ya Kristo. Ndivyo nilivyofunuliwa, na mtafanikiwa kabisa. Mtaona hata kama hautapata sana, lakini lazima upate pesa ambayo itakuvusha, lazima upate. Kwa hiyo unabii kama huu ukija, jiungamanishe, tolea tu basi hata sadaka yoyote ile, hata ni shilingi 2000, hata ni bukujero, yani angalau basi unabii huu nimeukubali, kwa hiyo najiungamanisha nao. Basi angalau yani utoe tu. Anasema kila mtendakazi anastahili ujira wake, anastahili posho lake. Yani angalau utoe, kama nimetoa hii kujiungamanisha sadaka yana yote ile. Ila baada ya kufanikiwa sasa, basi ile nadhiri ya 30% mpaka 50 basi uweze kuitoa. Kuna wengine kabisa tayari hapa wameshasema, wengine wanasema mimi tumeisha 30, mwingine mimi 50, mwingine mimi sijui 35, mwingine hivyo, mwingine akasema mimi tumeishi mimi ni 10%. Ndio watu wamesema na wameweka hapa. Bwana atawajalia na mtafanikiwa. Mtu yote ambaye anahitaji kufanikiwa, madhabahu yenu kufanikiwa ni hii ya huduma ya Kristo. Mtu yote ambaye anahitaji kufanikiwa ni hii. Tena easy, rahisi tu. Weka nadhiri. Weka tu nadhiri. Bwana, ukinivusha kwenye hili, nitatoa 10% kadhaa ya pato langu kwenye madhabahu hii ya huduma ya Kristo. Alafu utaona? Si utaona? Mimi sio nabii wa mchongo. Mtaona wenyewe. Na wengi tayari mmeanza kuona. Wengi mmeanza kuona. Wengine ni elimu tu. Bwana, mitihani hii nikifaulu nitafanya hiki na hiki na hiki. Mmeona wengine kabisa mitihani mmefaulu. Wengine ilikuwa ni ajira, mkapata ajira. Simeona. Kwa hiyo fanyeni haya mfanikiwe. Lakini pia hata pia kwa viongozi ni hivyo. Hapa natoa nabii hapa. Huu nabii lazima muambatane nao kwa sadaka. Lazima unabii huu unapotoka, hata kama wewe ni kiongozi, wewe ni mtu mkuu, alafu nikatoa unabii kuhusu wewe, ambao unabii huo utakusaidia, unabii huo utakuinua, hakikisha kabisa unabii huo lazima utolee sadaka. And make sure unatoa sadaka kwa unabii huo. Sadaka yote ile, sio ya 1%, yote ile. Toa. Kwa sababu unapotoa sadaka hiyo inaamsha spirit, inaamsha roho.
inaamsha roho. Hapa nisiongee hiyo roho inamkia wapi, lakini huaga inaamshaga spirit roho. Jui hata ndugu yule ambaye nilikuwa namtia mafuta miaka 2 hakutoa sadaka hata 100, hata shilingi 200, hata shilingi 10,000, hata shilingi 20,000 au 100,000. Hii hapa hakuna. Ndio maana mambo imefeli, watu wengi mambo imefeli. Hebu nitoe mfano mmoja mzuri wa uchaguzi uliopita mwaka 2025. Ingawa ulikuwa na mazingira mabaya, hebu angalieni CCM walivyotoa. Angalieni CCM walivyotoa sadaka kwenye makanisa. Angalieni. Nyie tafsirini mnavyotafsiri. Rushwa, sijui kitu gani. Nyie mtafsiri tu. Lakini hela inapokuja kanisani huwa inahesabika, hiyo ni sadaka. Na sadaka lazima ilete majibu, lazima. Ndio maana mnaona kabisa pamoja na mazingira ambayo yametokea, watu kuresist walishindwa. Kwa sababu gani? Sadaka inaongea, inazungumza. Hasa wengine wanapokea unabii kwa furaha alafu wanatulia. Hapana, lazima ujiungamanishe na huo unabii. Lazima utoe sadaka kama unabii huu ukatimie kwa jina la Yesu. Sadaka umetoa hapo ni shilingi 2,000, ni 100,000, ni 200,000, ni 1,000,000, milioni 100, unaweka hapo alafu uone kama unabii huu hautimii. Unabii wa Elia ulitimia kwa sadaka ipi? Ya ng'ombe, ya maji yale, moto kashuka, sadaka ilitolewa. Hakuna unabii ambao manabii waliutoa ambao haukutimia kwa sadaka zote. Nyingine zilikuwa ni sadaka za mali, nyingine ni sadaka za muda, nyingine ni sadaka ya mifugo. Yaani lazima sadaka ihusike. Ukiona mtu anakufundisha usitoe, anakufundisha usifanikiwe, maana ili mtu akufanikishe lazima ujenge mahusiano. Unayajengaje? Kwa adili, kwa mwadilifu, pamoja na kujitoa kwenye mambo yanayomhusu huyo mtu. Maana yake tayari mmeungana mko kitu kimoja. Huyo mtu ataachilia nguvu zake na roho wake na uweza wake ili kufanikisha kile ambacho Mungu amemwambia au kitu ambacho kinapaswa kufanya. Lakini kama hakuna uadilifu, afu hakuna utoaji, kile kitu hakiwezi kufanikiwa kabisa. Barikiwe sana.